kuwili mikononi mwao, ili kufanya kisasi juu ya mataifa na adhabu juu ya kabila za watu, wafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma, kuwafanyia hukumu iliyoandikwa. Hiyo ndiyo heshima ya watauwa wake wote. Haleluya. Hizi ni moja ya zile zaburi zinazohusiana na kukumbusha nini ambacho unaweza kufanya kama mwana wa mfalme katika mji ulioko, eneo uliloko, ukaleta mabadiliko na ushindi na utukufu. Nasema sifa kuu za Mungu na ziwe vinywani mwao, na upanga mkali kuwili mikononi mwao. Sasa okay, hii ni lugha ya picha pia, haimaanishi upanga kama upanga. Kusoma maandiko vizuri utaelewa upanga mkali ukatao kuwili ni neno la Mungu mtumishi. Hilo neno lazima liwe katika kinywa chako. Na uliachilie katika ulimwengu wako, kusababisha mapenzi ya Mungu yaweze kutimia katika miji na maeneo ambako tunaishi, katika mataifa yote ya ulimwengu. Na mstari wa 8 nasema wafunge wafalme wao kwa minyororo na wakuu wao kwa pingu za chuma. Nasi kadhaburubusa. Sasa nyingine Kiingereza nasema kamba za chuma. Masete le prako au minyororo. Prako se pradige jele manda rabosa. Mstari huu ukiusoma unaweza ukaufananisha na waraka wa pili wa Korinto sura ya 10. Kuanzia mstari wa 3. Nasema maana ingawa tuenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Wewe na mimi ambao tunzo mara ya pili mtumishi, ingawa tunaishi katika mwili, ndio maana tunaenda katika mwili, hatufanyi vita kwa mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili. Sio bomu na risasi na bunduki na mshale, hapana. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Silaha tulizonazo ndani ya Kristo zina uwezo wa kuangusha ngome na chochote kinachojiinua kinyume na injili ya Kristo, kinyume na kweli ya Kristo, kinyume na maandiko na kweli ya Mungu. Na andiko linasema hapa, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa nasema tena, tukiwa tayari kupatiliza maasi yote, ili kutii kwenu kutakapotimia. Pasika